nyingi mno. Kwa hiyo leo tutashukuru neema au tutaisimulia neema, kwa sababu ni maagizo ya Rabbul Izza, ni maagizo ya Mtume Muhammad. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kwani ufikiri tunasimulia nini? Neema ya utanzaniyun. Ma jinsiyatuka, ana tanzaniyu, tanzaniyin. Ni upi utaifa wako? Mimi utaifa wangu ni Mtanzania. Hiyo nchi ya Tanzania yenyewe ni neema ya hali ya juu, tena imeanza kuwa neema baada ya Rabbul Izza akisifu kwamba hii ardhi yenyewe ni neema. Antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mwisho asema mata'an lakum wa li an'amikum. Kaitengeneza mbingu kama jengo, akauleta usiku, akaufunika usiku, akauleta mchana. Lakini mbali ya yote, baada ya hapo ardhi akaitandika, akaiwekea majabali, akaiwekea miti, akawekea kadha 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 kadha. Mwenyezi Mungu ana hekima. Maana ya hekima ni kukiweka kitu sehemu yake, jicho likayapa. Mwenyezi Mungu angekosa busara, mambo yangeenda hovyo. Ingekuwa wewe umezaliwa macho yapo chini ya nyayo za miguu, sikibarua hichi hutuba mngeniangalia vipi? Raha ya kusikiliza unione. Ingekuwa nyote mmenyanyua miguu namna hii, uko wapi wewe bwana? Ingekuwa mnachoka. Masikio yamewekwa ovyo ovyo makwapani, mngenisikilizaje? Si mikono ingeuma, mngekuwa hivi tu. Wala dhalim, mkitaka kuitikia amin kwanza mweke hivi. Amin. Mdomo upo kisogoni, sasa mic ndio hivi. Ingekuwa shida kubwa. Jicho hapa, pua hapa, sikio hapa. Miongoni mwa hekima zake sisi kuwa Watanzania, tena kuwa Waswahili, tena kuwa na kabila zetu tofauti. Sasa nakwambia wallahi, Tanzania tumepewa kila kitu na nusu. Kuanzia wanawake ni wazuri, kuanzia vyakula vyetu ni vizuri, hali ya hewa ya Tanzania inatisha, ya pekee kabisa. Ni nchi ya pekee, ni nchi tajiri ya kila neema. Juzi nilikuwa nazungumza na mteja wangu pande za Russia. Sehemu hizi kama Sweden, Russia, usafiri wao mkubwa, wanawake mpaka wanaume, mabwana baskeli. Yaani katika nchi maskini za kusikitishwa, Tanzania haimo. Kuna nchi maskini hatari, tena nchi kubwa kubwa. Tanzania habari hakuna. Usafiri wao mkubwa, shekhe, ni baskeli. Utaona tu watu wanaishi nje, Watanzania wenzetu waliokuwa nje wanatuelewa. Sasa wakati nazungumza naye, ni mama yule, ambia shekhe, naenda mbali na mimi ndo nasukuma baskeli. Huu muda ishaanza kuingia jioni, itakuwa hatari kwangu. Namuuliza hatari ya nini? Ambia barafu zinadondoka zitaniua. Yaani kuna baadhi ya nchi hizo pande za Russia, yaani wao baadhi ya nchi kama hizo, jua baada ya miezi 6 kuliona ni kitu cha kawaida. Tena nikuambie, hakuna issue kumiliki gari. Umiliki gari ya nini? Kwa sababu gari yako, ukiwa unamiliki gari itakuwa tabu. Asokuwa na gari ana enjoy kuliko wewe, kwa sababu dakika 5 ni nyingi. Ukitoka nje gari imeganda, hata milango haifunguki. Hiyo gari labda uiwashe muda wote, iwe silence, haizimwi, inaganda. Hawavai nguo moja, kuanzia nguo 6. Vyakula kama nyama hakuna friji. Kila mtu anatundika kwenye nyumba yake. Mtu anachukua ndizi imeganda, ndo anagongea msumari kwa ugumu wake, hailiki tena. Maisha magumu sana, maisha ya baridi sana, maisha ya dhiki. Kuna mji mtamu kama Saudi Arabia. Saudia isikie hivi hivi.
Kipindi cha hija, baadhi wanatueleza kila dakika kadhaa watu huswalia maiti. Kwanza kwa msongamano, ni kweli, lakini kuna joto, si mchezo. Ina maana joto la Maka, ikiwa kipindi cha joto ni joto kweli kweli, ikiwa kipindi cha baridi baridi kweli kweli, ikiwa kipindi cha tufani zile, pumzi, hewa, mawimbi, vimbunga, sonata kweli kweli, hakuna utulivu wa moja kwa moja. Lakini ukija nchi yetu ya Tanzania, unakuta mfano bandari, si tunao bandari ambayo au bahari ambayo una uwezo wa kusafiri kwenda popote pale, popote pale. Kuna madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani popote dunia nzima, na kuna madini ghali yanapatikana nchi zingine kwa nadra, lakini hayapatikani ovyo ovyo, ila Tanzania yapo na yamejaa kwa kiasi kikubwa sana. Nchi ya Tanzania ina matunda, hasa mkoa niliozaliwa mimi. Kuna matunda hata ukija hapa Dar es Salaam uyakuti hayafiki mpaka uende Tanga. Hayo matunda yapo. Lakini watu wa Tanzania ni watu wakarimu, ni watu wanapendana, ni watu ambao kwa sisi wenyewe tunaona, wala hatukufuru wengine, lakini design ya watu warembo Tanzania wamo wa hali ya juu kweli kweli. Wale wa Amerika wale, ukimkuta mtu mweusi kule ni mwanamke kweli kweli wa kugombania kisawa sawa. Lakini pia ni zile nyenzo tu, lakini Mwafrika pia ana akili kubwa sana. Lakini pia ni watu stronger, ile madini yao kiafya. Wenzetu wanakufa hata kwa mafua tu, wanapoteza maisha, lakini Mswahili la. Sasa nchi yetu hii ya Tanzania, hata kuna wanyama ambao hawa wanyama huwezi kuwapata popote duniani. Angalia, utaona mara sijui mamba kaazimwa sijui South Africa, mamba wa Tanzania, mara hawataki kumrudisha mpaka tukanyang'anye. Wengine nchi nyingine wanakuja kuazima kobe. Nyie mnaenda Marekani kutalii, lakini wazungu wanahangaika. Utakuta huko Zanzibar hawapumziki, wako humo Moshi, wanakuja kuangalia tu, mara milima, mara kitu gani. Huko kwetu Tanga utashangaa Waarabu wamefika, na kuna Wasambaa kama Waarabu. Wazungu wameacha athari, kwa sababu Tanzania haijambo, ina neema za hali ya juu. Lakini pia ni watu wana vipaji vingi sana. Yaani Tanzania kila kitu wako mbele. Kwa bahati mbaya hata mambo ya dunia wanatisha. Kama utatizama waimbaji wa hapa, yani Kenya haioni ndani, wala Uganda, wala popote, baba lao Tanzania. Njoo kwa wasoma tajwidi, njoo kwa mashehe wazungumzaji. Yani Kenya iko nyuma, Uganda iko nyuma, Burundi iko nyuma, baba lao Tanzania. Basi mpaka jeshi pia Tanzania. Yani Mwenyezi Mungu ametupa neema kiasi ambacho kuishi hapa. Naye rafiki yangu mmoja nampenda sana, wawili waliniambia, Sheikh, twende tukasome Mauritania. Juu ya mwewe masaa 8 upo juu ya ndege bila kutua. Osman Meko, twende Mauritania sasa hivi. Saudia haioni ndani, imekaa kama ardhi ya kiswahaba. Ya kiswahaba kweli, Sheikh. Wakatoka, kila mmoja kauza biashara yake, mwingine kaitoa ikramu. Naenda Mauritania, tunaenda soma na maisha mbele kwa mbele. Wakasafiri wakaenda mpaka Mauritania. Anaambia ndege kubwa, husikii chochote, mpaka wanatua ardhi ya Mauritania. Walivyoshuka wakaona Waarabu wa kule, kwanza mwanzo mwisho, sio kutembea kwa miguu bila viatu, usafiri mkubwa, punda, alopanda bei kidogo labda farasi, ngamia. Wakawa waelewi hicho kibanda walichotua. Akasema hapa ni vipi? Ambia ndio tunalala, ni kibanda hasa cha kijijini. Wakajua tumetua ili kesho tupelekwe mji mkubwa wa madrasa. Kesho hawaendi, kesho kutwa vipi? Ndio madrasa yenyewe hii, ndio mmekuja kusoma. Nauli ya kurudi Tanzania hawana, milioni. Basi dua zao kubwa, akili ya masomo iliwaruka somjaa. Akiingia tu hapa porini, anaokota matunda, amechumamua, anakula hiki bila hata kupikiwa. Neema zilizokuwa za hali ya juu.
njaa zikawashika, wanasema dua yao kubwa wapate milioni warudi Tanzania. Siku wanafanikiwa kurudi, nilienda kuwapokea marafiki zangu, nipeni ghera ya kuambia Sheikh, tulitoka nje ya nchi. Mimi nakuambia hatujatoka nje ya nchi, tumetoka nje ya rehema za Allah. Anasema wallahi, nilimwahidi kitu Allah, siku nikikanyaga ardhi ya Tanzania nitafanya kitu kwa ajili yake. Niliona Tanzania ni pepo, Sheikh Uthman, yacha hii ni pepo. Na watu wengi mimi kwa sababu nafanya biashara kimataifa, na wasikia wa Marekani walokuwa sijui wapi. Hata kama mmefanya biashara, ukimtajia pesa, Sheikh, usione tuko nje huku, hakuna maisha, tunatumikia wazungu, tunapata tabu, tunaomba asa turudi nyumbani. Na wengine wapo huko wameshanyang'anywa na watoto wao na wazungu, hawana ulezi. Tanzania nchi nzuri, nchi zengine yule mnyama tu nyamafu, hurrima alaikumul maitata, mnaenda kula nyamafu. Lakini sio hivyo, fankihu ma tabalakum minan nisai mathna wa thulatha wa ruba. Mimi na mke zaidi ya mmoja na hakuna yote wa kunifanya kitu huko. Ukifanya hivyo unafungwa. Uheshimu haki za binadamu. Kwa hiyo hata ile kumwabudu Mungu kivizuri vizuri, hakuna fursa hiyo, hakuna fursa hiyo. Ndio maana namwambia rafiki yangu mmoja, hata hayuko mbali, ananiona. Nilimwambia siku moja, wallahi, popote Ulaya maisha yakikaa vizuri, popote Ulaya, Tanzania tuna enjoy, Tanzania tuna rasilimali nyingi, isipokuwa uvivu nao ni adui ya maendeleo. Kila siku connection zimejaa Geita huko, nendeni mkachimbe dhahabu, kuna kazi 5. Hizi kazi 5 ukizifanya we Tanzania unatoboa, ndugu yangu Muislamu, mweke tu Allah mbele. Wewe unafanya vikazi vidogo vidogo, na kati upo nchi yenye neema kubwa, ndio hii Tanzania. Sasa kazi 5 hizi, tena Tanzania peke yake ndio unatoboa, kwingine utoboi. Na kwa Tanzania unaweza. Biashara ya kwanza kabisa, biashara ya vyakula. Naye mzee wangu Allah amrahamu, kafa juzi, anatenda ya kuchukua mbuzi, ni vyakula hivyo, apeleka Dubai, kajenga majumba ya hatari. Nchi yetu inalisha sana nchi nyingi. Kilimo Tanzania tuna alizeti, tuna kila mazao. Agiza semi huko, agiza nini huko. Mimi zamani nilikuwa mkoa wa Dar es Salaam, ni miongoni mwa watu wanaoleta wanyama kutoka Singida huko. Unachukua mbuzi 25, ukija Dar es Salaam laki, akitoka nje mambo mengine. Kuna tenda za samaki, tuna samaki wa kila aina hapa, hakuna tabu. Na rafiki yangu Sheikh Haji Upepo namsifia, nilikuwa Pemba juzi, namwambia chai ya asubuhi tunakula samaki, mchana samaki, usiku samaki. Akaambia hiyo itakuwa ilikuwa nyumba ya wavuvi hiyo. Hizi ni neema za Tanzania. Kuna samaki wa kila aina. Juzi nimepita Rozana hapa, kuna samaki nimeonyeshwa hata siwajui. Yule mtu mmoja, Sheikh, nunua hawa, chukua. Siwajui, wewe chukua tu. Walipoenda kupikwa nyumbani, habari yake kubwa. Hao wote Tanzania uwapati pengine popote. Na nimegundua, so mimi nishapita pita pale Mombasa, nilioneshwa samaki, naambia hawa tunaenda kuwanunua Tanzania. Pale hamna, pale hamna. Biashara ya vyakula Tanzania unakuwa vizuri, matunda hayo. Biashara ya pili Tanzania, biashara ya madini mabwana. Ukigusa madini wewe ni milionea na watakuheshimu. Si nikumalizie maneno, wewe unasema Kongo kuna madini, wanakuja kuuza Tanzania vile vile. Hapa kuna soko la wafanyabiashara wadogo wadogo na wakubwa. Kutoka hapa kwenda Thailand, wa Tanzania wengi wanaenda Thailand kuuza madini. Hapo Dubai ndio usiseme. Yaani Tanzania madini yanayotoka Geita, yashafika airport ya Dubai, kitu keshi. Wa Tanzania wananyanyuka tu. Na hakuna anayekatazwa. Serikali inakupa kibali kwa urahisi kabisa, wala haina wasiwasi wowote. Hujafuatilia tu. Ndio maana sasa labda tumepata ufinyu wa maarifa, watu wa nje kuna kitu wamekiona, ndio maana tunachezewa iharibike kidogo, wenye mikono yao waingize, waanze kuchukua vya kuchukua, kwa sababu tunavyo vya kunona, lakini inaonekana kama hatuna maamuzi navyo. Kwa
Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, tunarudia kusema tena, Tanzania ni nchi yenye neema. Miaka zaidi ya 10 iliyopita mimi nilikwenda nchi ya Kongo. Kule wanaongea Kifaransa sana na lugha zao zingine. Nilienda kufanya mazungumzo na Waislamu wa kule, nikawa nafanyiwa tarjama. Naongea Kiswahili, wanafasiri kwa Kifrenchi na lugha za Kikongo na nini. Basi wale watu walinipenda sana. Na wallahi hawakunipenda kwamba eti wananiona shekhe, kwa kitu kimoja tu. Walinipenda hatari, Kiswahili. Yani wallahi nilitoka na Kongo wengi wananiambia, shekhe, tukasomee wapi tujue Kiswahili? Wapi tukasome? Si tunataka Kiswahili. Yani kile Kiswahili wanaona ladha nacho. Nikaenda nchi ya Burundi kwa mzee wetu mmoja mpenda kheri. Akanambia, naye Kiswahili chake hakijanyoka. Akanambia, shekhe, ukija huku kwetu hata usitie aya na hadithi. Yani kile Kiswahili tunavyokisikiliza, yani tunaona kama ni aya za Mungu vile. Tunaona kama Kiarabu, Kiswahili. Kisha akaniambia maneno nikafurahi sana. Akanambia, unajua Kiswahili kimezaliwa wapi? Nikamwambia sijui. Akanambia, Kiswahili bwana kimezaliwa Tanga. Nikafura kichwa, si ndio kwetu? Nikamwambia barabara. Kilivyozaliwa Tanga Kiswahili. Anasema Kiswahili mimba yake ilitunga Tanga, halafu kikazaliwa Zanzibar, halafu kikaanza kulelewa Dar es Salaam, halafu kikaenda Kenya, kikaanza kupata homa, mtoto akawa na degedege kidogo, homa ikapanda. Kilivyofika Kongo, kilivyofika Burundi, inna lillah, kikafa kabisa. Kilivyofika nchi zingine ndo matanga, hakuna tena Kiswahili. Na leo ukifungua baadhi ya simu ndani yake utakuta zina mfumo wa Kiswahili. Kuna Wachina wengi hatari. Wachina wanajifunza Kiswahili. Sisi tumekutana nao kwa mashurati. Na hapa Dar es Salaam Wachina wanajifunza Kiswahili. Kiswahili kipo juu. Kiswahili hasa kwa mfano nchi yetu imetawaliwa kwa kitu gani? Ukiuliza mfano nchi ya Kenya, wao lugha yao mama ni ipi? Ni Kiingereza nchao. Ukiwarudisha kwa Kiswahili wanakijua? Hawakijui. Lakini sisi ukiingia darasani kuna somo maalum la Kiswahili. Na ndio maana nyie hamjagundua, lakini zile nchi fulani zikiwasomesha watoto elimu kubwa huwaleta Tanzania, hasa haya mambo ya sekula. Kwa sababu huwezi kumsomesha mtu lugha mama, huwezi kumsomesha mtu proverbs, huwezi kumsomesha mtu misamiati ya Kiingereza mpaka awe anajua ile misamiati vizuri ya Kiswahili. Kivumishi, kiwakilishi, nomino zote unazipata hapa Tanzania kwenye kamusi ya Kiswahili. Tunasoma Kiswahili kuanzia nasari, tunasoma la kwanza mpaka la 7 Kiswahili, masomo yote. Uko sekondari ndo kidogo uzungu kama lugha ya biashara. Na ndio maana hata kile kizungu unakipata vizuri kwa Kiswahili. Mfano, ukimpelekea mtu wa Kenya ukimwambia Nike, hili neno Nike, utamwambia kwa nini hii N imekuwa I? Kwa Kiswahili tunasoma Nike. Ukipeleka kwa Mkenya atakucheka, Nike tena. Kwa sababu wewe unasoma hizi silabi A, E, I, O, U ambazo unasoma A, B, C. Utazisoma Kizungu na utazisoma Kiswahili. Sasa vile zinavyosoma ni tofauti na vile zinavyoandikwa. Kwa hiyo unakuta unapata hata miundo ya yale maneno, unapata mfumo wa yale maneno. Manake A itasomeka A, E itasomeka I. Sasa unakuta inaumba lile neno la mbele, kwamba hapa Nike kuna A na I, ambao ni A na E. Ndio unakuta maneno ya nyuma yote yanabadilika na vitu vyote ndo asili. Ukimpeleka mwenzio Mkenya ukamwambia Nike maana nini, ile A, E, I, O, U, mwenzio hajui. A, B, C, D, E, F, G, hicho ni Kiingereza. A, B, C, D, E, F, G. Zinasoma Kiswahili kwanza, unaundiwa maneno. Kuna vitu katika Kizungu vinaitwa particular things. Vitu muhimu ni article. Hizi article huwezi kumuelewesha hata mtu wa Kenya. Ndio maana mtu mmoja anasema hivi, alikuwa ni mwalimu, ni Mjaluo. Alikuwa anasema, wajua Kenya English yao ni broken. Unasemaje wewe? Wanaongea sana Kiingereza. Ambia kwenye sheria basi ni kunongoneze, wanasema
Kiingereza cha sawa. Na mimi kwa sababu nilisomea grama za lugha, wanasema Kiingereza cha sawa ni cha Mwalimu Nyerere, na ndio ukweli wa mambo. Kinachunga grama kwa wale wanaotaka kufaulu mitihani, basi lazima kile Kiingereza chao kiogelee ndani ya nchi ya Tanzania. Sio hivyo tu, hata katika mambo ya kidini wa Tanzania wanatisha. Sio hivyo tu, hata katika mambo ya kiuchumi wa Tanzania wanatisha. Sio hivyo tu, hata katika kijeshi wa Tanzania wanatisha. Namaliza maneno na mzee wangu katangulia mbele ya haki, Mujahid Al-Kabir, baraka yetu, alikuwa ni mwanajeshi mkubwa. Mara kwa mara nilikuwa nikimpeleka Ikulu kipindi kile cha mzee Kikwete. Basi akanambia maneno nikashangaa. Asema katika mambo ya kiintelijensia, nchi ya kwanza duniani Uingereza, ya pili Tanzania. Akaniambia usione jeshi hili dhaifu, ni jeshi muhimu. Ndio maana tulivyotaka kulichezea jeshi kama wenzetu jirani wanavyochezea jeshi lao, tuliona cha mtema kuni. Hatujarudia tena, na ndio maana Mungu aibariki nchi hii mpaka leo. Amani tunayo, sio kwamba ni ubwege wetu, hakuna ubwege, tunayo neema. Maka kuna amani ambayo Allah ameipromise, lakini hali ya hewa saa nyingine inaleta tabu. Mpaka ukisoma katika hikaya, Nabii Ismail alishtakia sehemu yake joto, pakatua baridi sehemu yake. Joto la Maka lilianzia tokea siku hizo, watu wanakufa. Lakini Tanzania hakuna habari hiyo, hakuna mvua za hatari, mafuriko itokee tu. Kwa hiyo kuna amani mpaka muundo wake. Mimi mwenyewe binafsi, miongoni mwa vitu ambavyo ninashinda navyo, huwa sipendi kusafiri. Napenda kubaki katika nchi yetu, na ina mambo makubwa. Tunamwomba Allah sote sisi kwa baraka za Mtume na baraka ya Ijumaa atupe neema za Tanzania zote tuzidiriki. Tusemeni amin. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe utulivu hivi mpaka roho